Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nafasi ambayo imefikia ni pale ambapo tunasikilizanga neno la Mungu, na vile mnavyojua kitabu cha Timotheo wa kwanza Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa kama vile ambavyo mnavyojua Timotheo wa kwanza 2:1 inasemanga, basi kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi na shukrani sifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo kwa wakati huu ambao umefikia, tunaenda kujifunza mambo yanayohusiana na msalaba wa Kristo, kwa maana msalaba wa Kristo ndio wokovu wetu. Na kitabu ambacho tunachoanza nacho ni kitabu cha Mathayo 16:21. Na kabla uweze kusoma, msomaji, tuweze kuomba. Baba yetu mpendwa, asante kwa jioni ya leo ambayo umetukusanya hapa kwa ajili uko na sababu nasi mfalme. Tunaomba tuongoze kwa kipindi hiki, utusaidie kwa Roho wako Mtakatifu, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Fungu ni Matthew chapter 16 verse 21. Hiyo ndio fungu letu tunaloanza nalo jioni ya leo. Ndio. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani. Endelea. Na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Na siku ya tatu kufanya nini? Kwa hivyo tunaona Yesu akitabiri mambo ya kifo chake. Tunaona katika Matthew chapter 16 verse 21. Tunaona Yesu anasema, anaonya wanafunzi wake akiwaelezea habari vile atakavyoenda Yerusalemu, vile atakavyoteswa na wakuu wa makuhani na waandishi, na vile atakavyouawa na siku ya tatu aweze kufufuka. Lakini kuna baadhi ambao hawaamini Yesu alikufa na akafufuka kama yanenavyo maandiko. Kwa hivyo kwa mujibu wa Matthew chapter 16:21 tunaambiwa jioni ya leo sauti ya Yesu ikinena nasi, anasema atauawa na siku ya tatu atauawa na siku ya tatu atafanya nini? Atafufuka. Sasa swali kuu, je, kwani kuhusiana na kifo cha Yesu kiko na maana gani kwetu leo? Bwana Yesu asifiwe. Tutaweza kupata majibu kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3. Kwa maana kifo cha Kristo kiko na umuhimu kwetu sana. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3. Ndio. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe. Endelea. Ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za kina nani? Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Endelea. Kama yanenavyo maandiko. Ni maandiko yananena kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa ukiona mtu ambaye anapinga kwamba Yesu hakufa wala kufufuka, ujua anataka kubeba dhambi zake mwenyewe. Kwa maana najua kuna baadhi ambao wanafundishwa, wanaambiwa Yesu hakufa wala kufufuka, na baadhi ni Waislamu wanafundishwa kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huo sio ukweli. Huo sio ukweli, kwa maana ukweli ni kwamba kama vile maandiko yanavyonena Yesu alikufa na akafanya nini? Akafufuka. Sasa swali lingine, je, wakati Yesu alipokufa na akafufuka atawahi kufa tena? Kitabu cha Warumi 6 mstari wa 9. Warumi 6 mstari wa 9. Je, Yesu atawahi kufa tena? Tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu. Kitabu cha Warumi 6 mstari wa 9. Soma. Tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena.
Kristo akiisha kufufuka akiisha kufufuka kutoka kwa wafu afi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa kwa mujibu wa Roma chapter 6 verse 9, tunaambiwa kwamba Yesu akiisha kufufuka hawezi akakufa tena. Yesu alikufa tu mara moja kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo nadhani ukiamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako na uweze kuungama, Yesu ako tayari kukusamehe na ataweza kutakasa na damu yake. Nikinukuu Ufunuo 1:5, damu ya Yesu iliyomwagika msalabani inaosha dhambi za kila mmoja yule atakayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba tuweze kutamatishia kipindi cha jioni hapa. Tunaomba tuweze kunyenyekea. Baba yetu mpendwa, jina lako litukuzwe, limidiwe milele mfalme. Asante kwa yale ambayo umetujulisha jioni ya leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu asende kutawala mioyo yetu ili neno hili lipate nafasi ndani yetu. Tuongoze, utujalie Roho wako Mtakatifu. Neema yako isinde kuwa kwa kila mmoja, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.